Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni mwendelezo wa taarifa ya kushambuliwa kwa Padri Kitima. Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Askofu Wolfgang Pisa amesema Padri Charles Kitima ameshambuliwa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na kujeruhiwa kidevuni, lakini amesimulia tukio zima lilivyotokea, lakini pia akizungumzia kuhusu taarifa ambayo imetolewa na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwamba Jeshi la Polisi wamepotosha katika taarifa yao. Hii inamaanisha nini, ikiwa ni siku mbili tu zimepita ambapo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pia kilitoa taarifa kupinga kauli ya Jeshi la Polisi kwamba siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025, wakati viongozi wa Chadema pamoja na wanachama wa Chadema walivyojitokeza kwa wingi katika mahakama ya Kisutu Dar es Salaam, walionekana wakikamatwa na watu waliovalia sare za Jeshi la Polisi, lakini pia wakiwa na bunduki, lakini pia wakiwa na magari ya polisi, wakiwa na mbwa ambao pia walitumika katika tukio zima la ukamataji. Kuna watu ambao walishambuliwa na mbwa, lakini kupitia Kamanda Mulilo, kamanda wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, wakati akizungumza na waandishi wa habari, alisema kwamba wao katika tukio hilo waliwakamata viongozi wa Chadema pekee, hao wengine wao hawahusiki. Katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika akaitisha press na kuzungumza, lakini kwa ushahidi wa video na kuonesha namna mtu mmoja mmoja alivyokamatwa, lakini pia ushahidi katika video ukionyesha watu wakikamatwa. Swali ambalo linabaki ni kwamba je, wale ambao walikuwa wakiwakamata viongozi wa Chadema, wakiwakamata wanachama wa Chadema ambao wamejitokeza Kisutu katika kesi ya Tundu Lissu, lakini kuna watu walikutwa wako Mabwepande, wengine wako Bagamoyo wakiwa wamepigwa vibaya, watu wamevunjwa miguu, watu wameumizwa kweli kweli, lakini pia wao wenyewe walishuhudia na kuelezea kile ambacho kimetokea. Sasa waliofanya tukio hilo walikuwa ni akina nani? Hilo ni jambo la kwanza. Nimesema hii inaashiria nini? Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa amesema pia kwamba Jeshi la Polisi limepotosha katika taarifa yao, ikiwa ni siku mbili tu Chadema zimepita nao pia wakikanusha na kusema kwamba Jeshi la Polisi limepotosha kwamba halijahusika katika kufanya vitendo vya kuwakamata wafuasi wa Chadema na viongozi, lakini pia kuwapiga na kuwaumiza. Sasa John Heche, kufuatia tamko hili la Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ameichapisha taarifa hii ya TEC, lakini ameandika kwamba nachukua nafasi hii kutoa pole kwa mara nyingine kwa mwalimu wangu Dr. Padri Kitima. Tuna nchi ambayo imeoza, tuna vyombo vya dola vinavyopika taarifa na kusema uongo wa wazi. Jeshi la Polisi Tanzania limekuwa likitoa taarifa za uongo kila mara. Inasikitisha kwamba linaweza kupotosha hata pale ambapo kiongozi wa dini aliposhambuliwa. Kwa nini Mulilo amesema uongo huu? Lengo lake ni nini? Kujaribu kuficha ukweli na kupotosha umma, kuvunja heshima za watu wengine. Amefanya hivyo walipowateka viongozi na wanachama wa Chadema na kuwatesa, kuwafanyia matendo ya kinyama na kuwatelekeza kwenye mapori. Tuna vyombo vinavyopika taarifa za uongo na kuzifanya taarifa rasmi za serikali. Hawa walichukua taarifa za sensa na kuzigeuza kama daftari la wapiga kura kwenye vijiji na vitongoji. Wote tunapaswa kulani na kuwaondoa hawa watu madarakani kabla ya kutuletea hatari kwenye nchi yetu. Hiki ndicho alichokiandika hapa, kama unavyoona amekiandika hapa John Heche, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema Bara. Lakini ngoja tupitie hiki ambacho
Askofu rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC Askofu Wolfgang Pisa akisimulia namna tukio lilivyotokea, lakini pia akikanusha taarifa ya jeshi la polisi. Askofu Wolfgang Pisa amesema Padri Charles Kitima ameshambuliwa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na kujeruhiwa kidevuni. Hata hivyo, amesema taarifa zinazoeleza kabla ya kushambuliwa alikuwa akipata kinywaji ni upotoshaji. Badala yake, shambulio dhidi yake lilifanywa alipotoka eneo la mgahawa ambalo siku zote hulitumia kwa shughuli zake. Hayo yanajiri saa chache baada ya kusambaa kwa taarifa za kushambuliwa kwa Padri Kitima ambazo kwa mujibu wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilifanyika alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini alipokuwa anapata kinywaji kuanzia saa 1 jioni hadi saa 4:15. Hata hivyo, jeshi hilo linamshikilia Rauli Mahabi anaishi Kurasini kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo ambalo lilitokea ofisi za TEC Kurasini, na uchunguzi wa kina unaendelea kwa ajili ya hatua za haraka na kali kuchukuliwa. Taarifa hiyo ya polisi iliyotolewa na kamanda wa jeshi hilo kanda ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo imesema padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi, yani siku ya Jumatano, walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15. Alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitubutu na watu wawili. Kauli ya TEC inasemaje? Askofu Pisa amesema Padri Kitima alishambuliwa eneo la karibu na mgahawa uliopo makao makuu ya TEC Kurasini jijini Dar es Salaam. Akizungumza na Mwananchi Digital amethibitisha ya kwamba kile kilichotokea na kile ambacho jeshi la polisi wamekisema ni vitu viwili tofauti. Amesema eneo aliloshambuliwa ndilo ambalo siku zote hufanyia kazi zake baada ya shughuli za pamoja, na hakuwa anapata kinywaji wala si sehemu kunapopatikana kinywaji chochote. Ile taarifa ya polisi inayosema kuwa alikuwa anapata kinywaji kuanzia saa 1 hadi saa 4:15 usiku imepotosha. Ukweli hakuwa anapata kinywaji, alikaa eneo la mgahawa ambalo ndilo siku zote hufanyia kazi zake, amesema. Kwa mujibu wa Askofu Pisa, awali Padri Kitima alikuwa na mapadri wenzake kwa kikao cha pamoja, na walipomaliza wenzio waliondoka na akabaki kwenye eneo la mgahawa anakofanyia shughuli zake. Akiwa katika eneo hilo, amesema ulifika wakati alitoka hapo kwa ajili ya kurudi ndani, na kabla ya kufika kuna uchochoro wenye giza, na hapo ndipo alipovamiwa na kuanza kushambuliwa. Ameshambuliwa kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na amejeruhiwa kidevuni, ameumia sana, lakini taarifa ya Aga Khan inaeleza kwamba hali yake inazidi kuimarika hadi sasa, amesema Pisa ambaye pia ni askofu wa jimbo Katoliki la Lindi. Kuhusu taarifa ya polisi, Askofu Pisa amesema kwa namna ilivyo inaonyesha Padri Kitima alikuwa anapata kinywaji kwa saa kadhaa, jambo ambalo kwa tafsiri ya kawaida jamii itazani ni pombe. Kusema alikuwa anapata kinywaji kwa saa zote hizo ni kwamba alikuwa anakunywa pombe na pengine kapigwa na walevi. Hili sio kweli, tutaandaa taarifa kamili, amesema Askofu Pisa. Amesisitiza katika eneo hilo hakuna baa wala kinywaji, na kama kuna anayehitaji kupata kilevi hicho kwa kawaida angeenda nje ya eneo hilo. Hakuna baa pale na hakuna sehemu ya kupata vinywaji. Vinywaji tunaenda kupata kwenye baa pale ni mgahawani. Maana ukisema mtu alikuwa na kunywa kwa saa zote hizo, maana yake alikuwa na kunywa pombe, si hivyo, amesisitiza. Ukiangalia kama nilivyokuambia hapo awali na hiki ambacho amekiadresi makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, kwamba jeshi la polisi wamekuwa kidanganya mara kwa mara katika taarifa zao, lakini pia tumeona rais wa TEC pia akithibitisha hilo, na katika taarifa ambayo TEC wameitoa wamelani vikali shambulio hilo. Sasa tunabaki na maswali kwa hiki ambacho kinaendelea, tuna jeshi la polisi la namna gani? Askofu kashambuliwa, Padri Kitima, Father Padri Kitima kashambuliwa, lakini bado taarifa ambazo zimetolewa
na hiki ambacho kimezungumzwa na rais wa teki vinakinzana, na wamesema kabisa kwamba jeshi la polisi limepotosha. Nini maoni yako? Nini mtazamo wako? Nini kimekushangaza hapo? Tuachie maoni yako, lakini kubwa, kwa taarifa zaidi endelea kukaa karibu nasi tutakuhabarisha kila taarifa na utafahamu nini ambacho kinaendelea.